Kiswahili ni Kiingereza. Sasa je, Kiswahili kinaweza kumsaidiaje huyu kijana ambaye yuko Burundi, huyu kijana ambaye yuko Kenya, huyu kijana ambaye yuko Nairobi, huyu kijana ambaye yuko sehemu tofauti ambayo hazungumzi lugha ambayo ninazungumza sisi, si ndio? Itamsaidiaje yeye kujua na kutengeneza tabia yeye kupenda kusoma vitabu? Tulikuwa nao partner mmoja Nakuru Kenya na mwingine alikuwa ni Kampala, ambao watu wengine ku exchange program yetu na idea yetu, sababu idea tulitoa tukiwa chuoni. Sasa hao watu wakasema okay, so tumekuja hivi pia kwa mlengo wa ku extend na wigo mpana wa kufika Burundi kutokana na nchi zilizopo, kwa sababu hatuna mtu kutoka Burundi, na tunamshukuru Mungu uwepo wetu tu hapa tumepata mtu mmoja, Sister Molewe atakuwa mmoja wetu. Tunajaribu kushare naye idea yetu, ameikubali, ameona ina mchango positive kwake yeye pia na kwa ajili yetu sisi kuhakikisha hii program yetu tunaipush. Lakini pia tunaendelea kutafuta pia mtu kutokana na ile kongamano ile, tunaendelea kutafuta mtu mwingine pia kutoka nchi ya Kongo, DRC Kongo, lakini pia Saudi Sudan, lakini pia the rest waliobakia. Kwa hiyo tunahitaji kama watu 3 waliobaki kukamilisha nchi: Kongo, South Sudan, Somalia pamoja na Burundi. Sasa hivi tumeshapata Burundi, leo tumepata Burundi, tumejaribu kumwelezea vision tulionayo, tumefanya nini, tumeshafanya mpaka tumefikia wapi. Lakini pia ndani ya tunasoma together pia tuna kampeni ya Keep High in Class. Yes, kwa ajili ya wanawake ambao Keep High in Class kwa mfano tumeizindua tarehe 28 ambayo ilikuwa ni maadhimisho ya siku ya mwanamke, siku ya hedhi duniani. So tulifika shule na tukagawa sanitarian pad kwa watoto wa kike zaidi ya 1500. Kakama kwa Afrika Mashariki mimi ninachokiona tuishushe katika level pia ya shule, kwa sababu yani kwenye level ya shule, kwa sababu tunapozungumza kwamba tukihamasisha Kiswahili kikuze, tusichanganye yani kutumia Kiswahili. Ndio kwa mfano walikuwa wanafanya presentation wanazungumza Kiswahili lakini pia